Vyama vya ODM na UDA hii leo vimetia saini mkataba wa makubaliano wa utendakazi ndani ya serikali ya Rais William Ruto. Aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga na Rais Ruto walitia saini mkataba huo katika ukumbi wa KICC kwenye hafla iliyowaleta pamoja viongozi wa ODM na Kenya Kwanza na mamia ya wafuasi. Melita Oletenges anaarifu zaidi. Baada ya kushirikiana kwa takriban miezi 9 tangu Rais William Ruto kuwateua mawaziri kutoka chama cha ODM kujiunga na serikali, hii leo ndoa ya kisiasa kati ya ODM na UDA ilihalalishwa kwa kutia saini kwa mkataba wa makubaliano katika ukumbi wa KICC. Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga sasa wakiapa kufungua ukurasa mpya na kufanya kazi pamoja. Kwa mkataba ya kuleta ulewano, ya kuleta amani, ya kupigana na maadui ya Wakenya wote. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi. Aidha, Rais Ruto amemwahidi Odinga kwamba sasa atakula mbivu ya serikali, huku wote wakiapa kusahau ya zamani na kuganga yajayo. I am not doing this so that for any other reason that is selfish to me. I am doing this because I'm a younger person. You are an elder as far as I'm concerned. Mara hii tutatembea pamoja. Tumesema tunataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja, ili vijana waweze kupata ajira. Mustakabali huu wa makubaliano sasa ukionekana kuonyesha peupe msimamo wa Raila Odinga, wakati ambapo viongozi wa upinzani wamekuwa wakimshawishi kujiunga nao. Not everyone can make those kind of decisions. Many people, even claiming to be leaders, are weak, so they make weak decisions. They make selfish decisions. They make sectarian decisions. They make decisions that only serve to their interest as opposed to the interest of society as a whole. Baadhi ya viongozi wa ODM waliopinga vikali chama cha ODM kujiunga na serikali, kama vile katibu wa chama Edwin Sifuna, wakionekana kubadili msimamo. Nobody can fault unity. Nobody can fault equity. We are reminded yet again that the nation will always remain bigger than our individual and party interests. Hata hivyo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi hawakuhudhuria hafla hiyo. Ubia kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga sasa unatarajiwa kushamiri zaidi, huku wadadisi wa kisiasa wakinadi kwamba ukuruba huu utachangia pakubwa katika mchakato wa siasa za mwaka 2027. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen, Nairobi.